Nitakuwa nikiwazungumzia kuhusu degedege la homa ambalo ni la kawaida sana kwa watoto. Na ingawa mara nyingi tunasema kama madaktari kwamba degedege la homa ni jambo la kawaida kwa mzazi, hasa wazazi wa familia ndogo siku hizi, ni jambo la kutisha. Inaweza kuwa ni kugeuza macho juu tu, kukakamaa kwa misuli au kutikisika mara kwa mara. Au tuseme kama mtoto wako anapata hali hizi bila matatizo mengine yoyote, bila kuchelewa kwa maendeleo, huna haja ya kuwa na wasiwasi, usipanic. Muweke mtoto kwenye chumba chenye hewa ya kutosha. Halafu ukiwa na kama mtoto amevaa nguo zinazombana, mvue na uangalie. Baada ya dakika chache hali itatengemaa, hakuna haja ya dawa nyingine yoyote. Tatizo pekee litakuja pale ambapo mtoto ana degedege bila homa, hasa kama ana historia ya kupata degedege mara kwa mara akiwa na homa. Hapo ndipo wanaweza kuhitaji vipimo vingine. Viwango vya madini mwilini kama vile elektrolaiti, kalsiamu, vipimo vya picha kama TRI au umri, na wakati mwingine hata vinasaba, kwa sababu baadhi ya hali za kurithi zinaweza kujitokeza hivi. Sasa ni lini tunapaswa kuwa na wasiwasi? Ni lini tunapaswa kuwa waangalifu? Kama mtoto wako anapata degedege upande mmoja wa mwili mara kwa mara akiwa na homa upande huo huo, halafu ana udhaifu kwenye mikono, udhaifu kwenye miguu, na baadaye anakuwa na hali ya kuchanganyikiwa kwa muda mrefu, hapo unapaswa kuwa na wasiwasi. Kwa hiyo unapaswa kukumbuka hili kila mara mtoto wako anapopata homa yenye degedege. Kwa kawaida hakuna dawa zinazohitajika, hakuna dawa za muda mrefu zinazopendekezwa. Tunatoa kidonge cha clobazam wakati wa homa yenye degedege au kipindi ambacho mtoto wako anapata tukio lingine kama hilo. Lakini kwa kawaida hizi dawa hazitolewi hata nje ya nchi. Tumeona kwamba dawa hizi zinatumika zaidi katika bara dogo la India. Hata ongezeko la ghafla la joto la mwili linaweza kusababisha degedege. Usiwe na hofu, acha hali ibaki hivyo hivyo, itatulia yenyewe. Wasiliana na daktari wa watoto na daktari wa neva baada ya degedege kutokea.